Ya kaunti ya Kilifi, wakazi katika eneo bunge la Oljororok katika kaunti ya Nyandarua wameelezea furaha yao baada ya serikali kuu kuzindua rasmi ujenzi wa nyumba za bei nafuu mjini Oljororok, ambayo inatarajiwa kumalizika kwa kipindi cha miaka miwili. Mradi huo wenye nyumba 487 ulicheleweshwa baada ya mvutano kuwepo na wa sehemu gani itajengwa, na baada ya vikao kadhaa vya ushirikishwaji wa umma ilikubaliwa kujengwa katika sehemu ya shamba ya kituo cha polisi cha Oljororok. Laban Muhinda anatuarifu mengi zaidi. Wenyeji wa Oljororok wameelezea matumaini yao kufuatia uzinduzi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la shamba la kituo cha polisi cha Oljororok. Tumekuja kupatia hii shamba contractor kwa sababu hii shamba ndio imekuwa identified ya kujenga affordable houses ya Oljororok Police Station. Tunashukrani sana kwa viongozi wetu kwa kuweza kuleta mradi huu hapa, ambapo vijana wataweza kufaidika, ajira itapatikana, na kwa sasa tunasema kwanza tufanye kazi na viongozi wetu, halafu siasa tutakuja kuzifanya baadaye. Jumla ya nyumba 487 zinatarajiwa kujengwa na kukamilika ndani ya kipindi cha miaka miwili. Emily Wanjiku, mkazi wa Oljororok, amesema kuwa licha ya maoni tofauti kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa kuhusu mradi huo, wenyeji wengi wanaona kuwa ni hatua inayoweza kusaidia kupunguza changamoto za makazi. Sasa tunaona watoto wetu watapata makazi, hata sisi tutapata soko, tukilima boga, tukilima madharo, hao watu watakuwa wanatununulia. Katika hafla ya uzinduzi, baadhi ya viongozi wa kisiasa Nyandarua walieleza kuwa eneo hilo limekuwa likikabiliwa na hali ya kudorora kwa maendeleo kwa muda mrefu. Hii Oljororok imeanza kuexpand, na si Oljororok alone, ni Nyandarua as a whole. This town has not been growing, lakini hizi nyumba zikijengwa, the town will grow. Tutaweza kukua sasa urban center, na tukikuwa urban center tutakuwa Oljororok sasa itaenda kwa kura, na barabara zitaanza kujengwa na kura. Viongozi hao pia wamewahimiza wakazi kutathmini miradi kwa misingi ya athari zake kwa jamii badala ya kujiingiza kwenye mivutano ya kisiasa inayoweza kuathiri utekelezwaji wake. Wale watu wanafikiria hatufanyi kazi, wakuje hapa waone ile kazi imeanza saa hii through His Excellency William Samoei Ruto. Na tunawashukuru the national government kwa kutukumbuka na kutupatia affordable housing hapa kwetu. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda.